Miongoni mwa majina makubwa ya watu mashuhuri walioacha historia ya kutisha duniani, basi huwezi kuacha kulitaja jina la mwanamke Yezebeli. Unaposoma historia ya Yezebeli mpaka unajiuliza, alikuwa mwanadamu wa kawaida? Maana matukio yake yanatisha kiasi cha kutuacha na bumbuazi. Jina la Yezebeli limebaki kuishi hata baada ya kifo chake, na mara zote limekuwa likitumika kama kivuli cha machukizo, alama ya laana na uchawi na uchafu, pamoja na ukahaba na ubaya wa aina zote tofauti tofauti katika Biblia, kutokana na matendo aliyokuwa akiyatenda Yezebeli mwenyewe kipindi cha uhai wake. Yezebeli alikuwa ni binti mzuri, mrembo, aliyemvutia kila mwanaume wa wakati ule. Alikuwa ni princess, binti wa kifalme wa taifa la Feonike. Pia alikuwa ni queen, malkia wa taifa la Mungu la Israeli. Yezebeli alikuwa ni binti wa kuhani mkuu wa Mungu aitwaye Baali. Akasimama kama nabii mke wa Mungu Ashera. Yezebeli alikuwa ni zaidi ya mchawi. Hesabu zake alizimaliza kwa njia zisizo za kawaida. Miongoni mwa watu wa kwanza kuichanganya dini na siasa na kuleta mabadiliko makubwa katika utawala wake kwa vile ambavyo alitaka yeye, basi Yezebeli alikuwa ni miongoni mwa watu hao. Aliweza kuichanganya dini akaichanganya na siasa, na hakuona shida popote kuua yoyote ili kupata chochote alichokitaka. Yezebeli hakuwa mwanajeshi, lakini alikuwa na mbinu nyingi za ushindi ambazo angeweza kuzitumia kwa shujaa wa aina yoyote ambaye angesimama mbele zake. Na silaha yake ya mwisho kabisa ambayo alikuwa akiitumia Yezebeli ilikuwa ni urembo wake. Alikuwa ni mwanamke ambaye anajua siri kubwa na nguvu ya mapambo. Alikuwa anaelewa nguvu ya urembo na alikuwa anaitumia kama silaha kubwa ya maangamizi. Huyu ndiye Yezebeli, mama wa ukahaba. Leo tunaenda kuitazama historia yake, kuanzia kuzaliwa kwake, maana ya jina lake, familia yake, tamaduni za familia yake, ndoa yake, maisha yake kwa ujumla. Tutaangalia mpaka bifu lake na nabii Eliya Mtishibi. Tutaangalia mpaka laana alizolaaniwa huyu mwanamke na uchafu aliofanya. Tutaangalia mpaka kifo chake. Hivyo ni kuombe usitoke hapo ulipo, maana kuna mambo mengi ambayo tutajifunza ambayo yatakuwa muhimu sana kwetu leo kupitia historia ya kutisha ya mwanamke huyu. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel, basi elewa kuwa unapishana na mambo mengi mazuri. Subscribe sasa channel hii na kushare kwa watu wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na namba yangu ni kama unavyoiona hapo kwa screen yako hapo. Kwa mchango na sadaka unaweza ukazitumia namba hizo kama Mungu atakavyokuongoza, pia kwa maombi, maombezi na ushauri wa kiroho. Karibu tuwe pamoja. Sasa tunaenda kuangalia asili yake na maana ya jina lake. Asili na maana ya jina lake. Yezebeli hakuwa Myahudi wala hakutoka katika ukoo wowote wa taifa la Israeli. Yezebeli alitokea katika taifa la kale la Wafeonike. Taifa hilo la Feonike, huko ndiko ambako Yezebeli alikotokea.
Watu wa Foenike walikuwa wakiishi katika pwani ya bahari ya Mediterania, katika eneo ambalo leo hii ni sehemu ya Lebanoni. Huyo Foenike ya kale unayosoma maandiko leo hii ndio huko Lebanon tunakosikia. Kwa hiyo ni Mashariki ya Kati. Biblia inasema wazi kuwa Yezebeli alikuwa ni binti wa mfalme wa Sidoni aliyeitwa Ethbahali, yaani baba yake alikuwa anaitwa Ethbahali, mtawala wa mji wa Sidoni, ambapo unaweza ukalipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 31, ukaipata asili ya alikotokea huyo Yezebeli. Babake anaitwa Ethbahali au Ethba. Historia ya kale inaeleza kuwa Ethbahali hakuwa tu mfalme wa kisiasa, bali pia alikuwa kuhani mkuu wa mungu Baali kabla ya kuchukua ufalme. Yaani huyu baba yake na Yezebeli, kabla hajawa mfalme, alikuwa kuhani mkuu wa mungu Baali, ambapo mwanahistoria wa Kiyahudi wa karne ya kwanza Josephat akirejea katika maandishi ya wanahistoria wa Foenike anaelezea kwamba Ethbahali alipata ufalme baada ya mapinduzi ya kisiasa. Hivyo basi, Yezebeli alizaliwa katika familia ambayo dini na siasa vilikuwa vimeungana kabisa. Dini na siasa vilikuwa vimeungana kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu baba yake na Yezebeli kabla ya kuwa mfalme alikuwa ni kuhani mkuu wa mungu Baali, ambapo baadaye wakafanya mapinduzi. Walipopindua serikali ndipo akatangazwa kuwa mfalme. Kwa hiyo alikuja kuwa mfalme, lakini pia akiwa kuhani mkuu wa mungu Baali, ambapo unaweza ukaona haya mambo yametokea kale sana, lakini leo hii pia yanaendelea duniani. Kuna mataifa ambayo yana sura hii ambayo tunaiongelea hapa. Sasa hatutaki tuyaongelee huko kwa sababu tunataka tumuongelee Yezebeli. Kwa maana hiyo sasa, kumbe Yezebeli alizaliwa katika familia ambayo dini na siasa vilikuwa vimeungana kabisa. Sasa maana ya jina la Yezebeli, asili ya jina la Jezebel linatokana katika lugha za kale za Kisemiti. Asili ya jina Jezebel imetokana katika lugha za kale za Kisemiti. Wanahistoria wa lugha wamependekeza maana kadhaa za jina hilo, ambapo maana ya kwanza ya jina la Jezebel, maana yake Baali yupo wapi? Baali yupo wapi? Kauli hii ilitumika katika ibada za Baali wakati wa maombolezo ya kidini. Yaani watu walipokuwa wanaomboleza wanasema Baali uko wapi? Baali uko wapi? Ndilo hilo jina likazalisha jina la Jezebel, maanisha Baali upo wapi? Yaani Baali ndo mungu wa hawa wa Sidoni. Umeona? Lakini maana ya pili ya jina la Jezebel inamaanisha binti wa Baali, yaani binti wa Baali. Baali kumbuka ndo mungu wao, kwa hiyo binti wa Baali, yaani binti wa mungu Baali, ikimaanisha mwanamke aliyewekwa wakfu kwa miungu ya Baali. Mwanamke aliyewekwa wakfu kwa ajili ya mungu wa Baali, kwa hiyo binti wa Baali. Jina la Yezebeli linahusiana moja kwa moja na ibada ya Baali. Kwa tunaposema Baali yupo wapi au binti Baali, hiyo ndo maana halisi ya jina Yezebeli. Baali yuko wapi au binti wa Baali, Yezebeli. Inaonyesha kwamba tangu kuzaliwa kwake maisha ya Yezebeli yalikuwa tayari yameunganishwa na mfumo wa madhabahu za Baali. Yaani tangu kuzaliwa kwake Yezebeli alikuwa maisha yake yameunganishwa na mfumo wa madhabahu ya Baali. Kwa ni binti ambaye amewekwa wakfu kabisa kwa madhabahu ya Baali tangu anazaliwa. Sasa kabla tujaenda kuyaangalia maisha yake huyu Yezebeli, kabla tujaanza kugusia sasa ni nani, matendo aliyokuwa anayatenda, ili tumfahamu vizuri Yezebeli, basi lazima tufahamu tamaduni za taifa alikotokea au tamaduni za taifa lake. Nakumbuka tumesema taifa lake ni
taifa la Wafeonike, huko ametokea Feonike. Sasa ili tumuelewe vizuri Yezebeli, lazima tuanze kuangalia Feonike, watu tamaduni zao zikoje, tabia zao zikoje, asili yao ni nini. Alafu tukishaangalia asili alikotokea, basi tutaweza kumfahamu vizuri kabisa huyu Yezebeli na hata tusumbua. Sasa Wafeonike walikuwa miongoni mwa ustaarabu wenye maendeleo makubwa katika Mashariki ya Kati ya kale. Yani miongoni mwa sehemu zilizoendelea mapema sana katika Mashariki ya Kati ya zamani, basi ilikuwa ni Feonike. Na tumesema Feonike kwa leo hii ni sehemu za mataifa ya Lebanoni, huko Lebanon ndio Feonike. Sasa hawa Wafeonike walijulikana sana kwa biashara za baharini. Walikuwa wafanisi sana kwenye swali linapokuja la biashara za baharini. Lakini pia Wafeonike walikuwa hodari wa ujenzi wa meli, walikuwa mafundi kwelikweli wa ujenzi wa meli. Kwa hiyo tunaona hawa Wafeonike walikuwa wana uchumi wa buluu, walikuwa wanategemea uchumi wa buluu. Maana yake walikuweza kufanikiwa kuanzisha biashara katika maeneo mengine mbalimbali ya bahari ya Mediterania. Yaani kwa lugha nyingine tunasema walianzisha makoloni au walianzisha matawi, mabranch katika maeneo mbalimbali tofauti katika ukanda wa bahari ya Mediterania. Kwa hiyo tunaweza tukaona biashara zao zilikuwa zinategemea sana bahari. Kwa hiyo walikuwa, kwa sasa hivi tunaweza kusema uchumi wa buluu. Lakini biashara nyingine ambazo walikuwa zinawaingizia kipato kikubwa ilikuwa ni biashara ya rangi za zambarau za kifalme. Rangi ya zambarau ya kifalme. Hiyo rangi ya zambarau ya kifalme ni rangi ilikuwa hadimu kipindi hicho, lakini ilikuwa ni ghali sana. Kwa hiyo wafalme walikuwa wanavaa zile rangi, zinaonekana nadhifu lakini zinaonekana zenye hadhi, na zilikuwa zinavaliwa na matajiri wakubwa. Kwa hawa watu waliweza kufanya sana biashara hizo. Kwa hiyo uchumi wa Feonike ulikuwa ni mkubwa na watu hao waliendelea sana, na miji yao mikuu ilikuwa ni mji wa Tiro na Sidoni, ambayo hii miji baadaye ilikuja kuwa na wafalme tofauti. Kwa kuna mfalme wa Tiro, kuna mfalme wa Sidoni tofauti, lakini ni asili ya hao watu wote ni Wafeonike. Ingawa walikuwa na ustaarabu wa hali ya juu katika biashara na ufundi, dini yao ilikuwa imejengwa katika mfumo wa miungu mingi, na miungu mikuu iliyokuwa ikiabudiwa katika nchi hiyo au katika miji hiyo ya Tiro na Sidoni, mungu mkuu aliyekuwa anaabudiwa anaitwa Baali. Baali ndiye mungu mkuu zaidi katika miungu yote iliyokuwa inaabudiwa katika miji hiyo, ambapo huyu wao walimuona kama mungu wa mvua, mungu wa radi, mungu wa rutuba ya ardhi. Kwa Baali walikuwa wanamtambua kama mungu wa mvua, mungu wa radi, mungu wa rutuba ya ardhi. Lakini mungu mwingine ambaye alikuwa ni mkuu katika miungu iliyokuwa inaabudiwa katika miji hiyo alikuwa anaitwa Ashera. Ashera ni mungu mke ambaye alikuwa wanamuona kama mungu wa uzazi na mama wa miungu. Yaani huyu Ashera walimtambua kama mungu wa uzazi na walimtambua kama mama wa miungu. Ibada ya miungu hii mara nyingi ilihusisha matendo ambayo Biblia iliyachukulia kama machukizo. Matendo ya ibada hizi, miongoni mwa matendo ambayo yalikuwa yanafanywa na ibada hizi ulikuwa ukahaba wa kidini ndani ya mahekalu yao. Tunapozungumzia ukahaba, yani kulikuwa na aina za ibada ambazo hizo aina za ibada ndani ya mahekalu, katika moja ya ibada zao walikuwa wanafanya ukahaba ndani ya mahekalu. Just imagine, yani hao watu walikuwa wameshindikana, lakini hiyo ilikuwa ni moja kati ya ibada zao walizokuwa wanazifanya ndani ya mahekalu. Sasa ninapozungumzia walikuwa wanafanya ukahaba, sitaweza kufanua zaidi ya hapo kwa sababu mafundisho haya yanatazamwa na watu walika tofauti, lakini miongoni mwa ibada zilizokuwa zinafanywa ni ibada hizi za ukahaba. Lakini kulikuwa na sadaka za damu,
miongoni mwa sadaka walizokuwa wanazitoa, walikuwa wanatoa sadaka za damu. Tunapozungumzia sadaka za damu, hata katika hekalu zilikuwa zinatolewa katika hekalu takatifu la Yerusalemu, lakini tunapozungumzia katika mahekalu haya ya kipagani, inamaanisha kuna wakati walikuwa wanawatoa mpaka watoto. Walikuwa wanawatoa kuwa sadaka katika madhabahu za mahekalu hayo au madhabahu za miungu yao. Lakini pia ibada zao ziliambatana na uchawi. Walikuwa wanafanya mambo ya miuchawi, miujiza, mitakataka yote ilikuwa inafanyika ndani ya ibada zao. Hivyo tunapomwongelea Yezebeli, alikulia katika mazingira ambayo ibada ya sanamu, uchawi wa kidini, mamlaka ya kifalme na ukahaba wa kiibada vilikuwa vimechanganyikana kabisa, yani hakuna tofauti kwake. Sasa Biblia, tunapomwongelea Yezebeli, Biblia haitoi maelezo marefu kuhusiana na muonekano wake kimwili, lakini kuna dalili kadhaa muhimu, ambapo katika simulizi ya mwisho kabisa ya uhai wake katika Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30 tunaambiwa kuwa aliposikia Yehu anakaribia kuingia mjini, Yezebeli akapaka macho yake rangi, akapamba nywele zake, akatazama dirishani. Katika Mashariki ya Kale, yani katika Mashariki ya Kati ya kale, kupaka macho rangi nyeusi kulikuwa ni utamaduni wa kifalme uliotumiwa kuongeza mvuto wa macho na uzuri wa uso kwa wanawake. Yaani kitendo cha kupaka zile makeup zile, unapaka rangi kwenye macho, unabadilisha macho yanakuwa rangi, kuweka kope. Sijui kama unanielewa, wanawake wananielewa vizuri sana ninapoongea haya mambo. Kwa hiyo kwa watu wa Mashariki ya Kati ya kale walikuwa wanafanya hivyo sana, wanaotoka katika majumba ya kifalme, kwa sababu huko ndipo kuna aina mbalimbali ya vipodozi, aina mbalimbali ya urembo. Kwa wanawake wa Mashariki ya Kati wa mataifa yale ya Kiarabu walikuwa wanajipamba kwa namna hiyo, ni utamaduni wao kujipamba, ambapo wao walikuwa wanaamini wanaongeza mvuto. Sijui unanielewa naposema wanaongeza mvuto. Ndio maana tunasema Yezebeli alikuwa ni mwanamke ambaye ni mrembo kiasi akipita mwanaume yoyote alikuwa ana uwezo wa kumtamani. Wanahistoria wengi wanaamini kwamba wanawake wa kifamilia za kifalme wa Feonike walikuwa maarufu kwa mapambo ya kifahari, mavazi ya rangi za zambarau na vito vya samani. Kwa hiyo wanawake waliotokea Feonike walikuwa ni watu wa kujipamba, alafu walikuwa wanavaa mavazi ya zambarau na vito vya thamani. Kwa hiyo ilikuwa ni fahari kwa mwanamke wa Kifeonike. Ndio maana hii kitu ilivyokuwa inaingizwa kwenye kanisa miaka ya baadaye, mitume walijaribu sana kuweka utaratibu mzuri kuhusiana na mapambo kwa wanawake. Hasa sitaki nigusie huko. Hivyo ingawa Biblia haielezi moja kwa moja kiwango cha uzuri wake, mazingira ya kifalme aliyokulia yanatuonyesha kwamba Yezebeli alikuwa ni mwanamke anayefahamu sana nguvu ya urembo, hadhi ya mvuto wa kifalme. Kwa hiyo alikuwa ni mwanamke mwenye elimu na ufahamu mkubwa sana juu ya nguvu ya urembo na hadhi ya mvuto wa kifalme. Mwanamke ambaye ni ana hadhi ya kifalme anatakiwa avutiaje, aonekanaje mbele za watu. Sasa ndoa yake na mfalme Ahabu, ndoa ya Yezebeli na mfalme Ahabu. Sasa kabla sijaanza kuiongelea ndoa ya mfalme Ahabu na Yezebeli, ni kwamba Ahabu ni Mwisraeli kabisa, na miongoni mwa sheria ambazo walipewa watoto wa Israeli ni kwamba wasioe wanawake wa kimataifa. Tena kuna sehemu walikataza kabisa, walitajwa kwa majina mataifa ambao hawatakiwi kabisa kuoa. Miongoni mwa mataifa haya yalikuwa ni Tiro, Sidoni. Hawatakiwi kuoa kabisa. Sasa ilikuwaje Yezebeli akaolewa na Ahabu? Ama ilikuwaje Ahabu aende kumwoa Yezebeli, watu ambao hawana hata chembe ya utumishi au hofu mbele za Mungu Bwana wa majeshi? Sasa mume wa Yezebeli alikuwa anaitwa mfalme Ahabu,
mfalme wa ufalme wa kaskazini wa Israeli. Kumbuka kipindi hicho Israeli ilikuwa imegawanyika katika mataifa mawili, ambapo taifa la kwanza lilikuwa linaitwa taifa la Yuda na taifa la pili lilikuwa linaitwa taifa la Israeli, ambayo taifa la Israeli, ili tusichanganye, tulikuwa tunaita Israeli ya kaskazini au ufalme wa kaskazini, au kwa lugha nyingine walikuwa wanaitwa wafalme wa Samaria. Biblia inaelezea wazi kwamba Ahabu alikuwa ni mmoja wa wafalme waovu zaidi katika historia ya Israeli. Yaani ukisema wafalme wabaya kuwahi kutokea katika taifa la Israeli, basi Ahabu naye jina lake lipo. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 16:30 utaona Ahabu anatajwa kwamba miongoni mwa wafalme wabaya kuwahi kutokea katika taifa la Israeli. Sasa ndoa yao haikuwa tu ya kimapenzi, yaani kilichowaunganisha kati ya Ahabu na Yezebeli haikuwa upendo kwamba walipendana hawa watu. Kilichowaunganisha ilikuwa ni siasa. Kwa hiyo ilikuwa ni muungano wa kisiasa na kiuchumi. Israeli ilikuwa ni nchi ya kilimo, yaani ilikuwa inategemea zaidi kilimo kuendesha uchumi wake au pato lake la taifa. Ilikuwa inategemea kilimo katika miaka hiyo ya kale, enzi za mfalme Ahabu. Lakini wakati Foinike, miji yake ile ya Tiro na Sidoni, ilikuwa na nguvu kubwa ya biashara ya baharini, kama nilivyosema, uchumi wa bluu, ilikuwa na nguvu kubwa sana ya biashara za baharini. Hivyo ndoa hii ilisaidia kuimarisha mambo yafuatayo. Ilisaidia kuimarisha biashara kati ya Israeli na Foinike. Iliwasaidia sana kuimarisha biashara kati ya Israeli na Foinike. Lakini kulikuwa na ushirikiano mkubwa wa kisiasa katika haya mataifa mawili, alafu na usalama wa kiuchumi. Tunapozungumzia usalama wa kiuchumi, kwa maana gani? Kwa maana haya mataifa ni mataifa hasimu ambayo yalikuwa yanakinzana katika mambo mengi, na yalikuwa sometimes yanaweza hata akaanza kupigana. Sasa wanapofanya hilo tukio kubwa la ndoa, inamaanisha yanaunganisha undugu kati ya haya mataifa mawili, na kupitia ndoa hii watashirikiana katika masuala mengi. Kwanza hawatapigana kwa sababu ni ndugu tena hawa, hiyo ndoa imewaunganisha. Kwa hiyo uchumi wa mataifa haya mawili watakuwa wanasapotiana kwa mambo mengi makubwa. Kwa hiyo ndoa hii ilikuwa ni ndoa ya kimkakati kabisa kwenye masuala ya uchumi. Lakini tatizo kubwa lililokuwa katika ndoa hii ni kwamba muungano huu uliingiza dini ya Baali katika taifa la Israeli. Yaani ndoa hii ilisababisha sasa dini ya Baali kuingia na kuota mizizi ndani ya taifa la Israeli. Biblia inaelezea kuwa baada ya Ahabu kumwoa Yezebeli, au baada ya Yezebeli kuolewa na kuwa malkia wa taifa la Israeli, maandiko yanasema Ahabu alimjengea Baali madhabahu. Kwanza nimekwambia moja ya sifa ya Yezebeli, alikuwa ni mwanamke mwenye kichwa cha uelevu sana. Alikuwa na akili nyingi mno, alikuwa na maarifa yasiyo na mfano huyu mwanamke. Alafu alikuwa anaijua siasa, kwa sababu kwao alikozaliwa ndiko watu wana siasa mashuhuri na pia ambao wamechanganya na dini. Kwao aliijua siasa, aliijua dini. Kwa hiyo unaweza ukaona baada ya kuwa malkia wa taifa la Israeli, ilikuwa ni kazi ndogo sana kuibadilisha akili ya Ahabu. Ilikuwa ni kazi ndogo sana kubadilisha ufahamu wa Ahabu, msimamo wa Ahabu, na kubadilisha moyo wa Ahabu. Na kwa mikono yake Ahabu mwenyewe akamjengea Baali madhabahu. Lakini kama haitoshi Ahabu kumjengea Baali madhabahu, Ahabu mfalme wa Israeli alisimamisha sanamu ya Ashera. Alafu mwisho wa siku Ahabu akaanza kuabudu miungu ya kipagani, akawa anamwabudu Baali, akawa anamwabudu Ashera katika taifa la Mungu la Israeli. Na hii ilikuwa hatua ambayo Biblia inasema ilichochea hasira ya Mungu kuliko wafalme wote waliomtangulia Ahabu. Na ukisoma maandiko vizuri, anasema kwamba hakukuwa na mfalme aliyefanya mabaya kuliko Ahabu. Yaani hakukuwa na mfalme muovu kumzidi Ahabu. Ahabu alikuwa ni mfalme muovu kumzidi hadi yule mwana wa Nebati, Yeroboamu. Ahabu alimzidi hadi Yeroboamu. Just imagine, alikuwa ni mfalme muovu
kiasi gani. Lakini nyuma ya ufalme muovu na mwenye roho ngumu kama Ahabu, nyuma yake kulikuwa na mwanamke mchawi anaitwa Yezebeli. Sasa athari za Yezebeli katika taifa la Israeli. Athari za Yezebeli katika taifa la Israeli. Baada ya kuwa malkia wa taifa la Mungu la Israeli, Yezebeli hakubaki tu kuwa kama mke wa mfalme. Yezebeli alikuwa mwanamke mwenye nguvu kubwa ya kisiasa. Yezebeli alikuwa ni mwanamke mwenye nguvu kubwa ya kisiasa. Alianza kwa kuanzisha ibada ya Baali katika mji mkuu wa Samaria. Mji mkuu wa Israeli ulikuwa ni Samaria. Hasa katika mji mkuu wa Samaria akaanzisha ibada za mungu Baali. Ninaposema mji mkuu wa Israeli Samaria, usichanganye, kwa maana watu wengi wanaojua Yerusalemu ndo mji mkuu wa Israeli. Sasa baada ya hii Israeli kugawanyika kuwa mataifa mawili, Yuda ilibaki kuwa na mji unaoitwa Yerusalemu. Kwa mji mkuu wa Yuda ulikuwa ni Yerusalemu. Kwa hiyo serikali ya Yuda ilichukua mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo hii serikali kubwa iliyobakia ya Israeli hawakuwa na mji wa Yerusalemu, ila wao walichukua mji wa Samaria kuwa ndo makao makuu. Kwa makao makuu ya Israeli ya kaskazini ilikuwa ni mji wa Samaria. Sasa just imagine, katika huo mji wa Samaria, mji mkuu kabisa wa taifa, ibada zikaanza kufanyika za Baali. Ibada za Baali zikaanza kufanyika katika ule mji, na watu wakaanza kumwabudu, wakamwacha Mungu. Taifa likamwacha Mungu, likaanza kuabudu mabaali. Lakini pia huyu Yezebeli aliwaleta makuhani wa Baali kutoka Sidoni. Yaani aliwachukua makuhani, alienda kuwasafirisha makuhani kutoka katika taifa lake, kutoka katika nchi ya baba yake, akawaleta Samaria. Basi tutaishia hapo katika kipindi hiki cha leo, lakini kuahidi kuwa tutaendelea hivi karibuni na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Kwa hiyo naomba usikae mbali na chaneli hii, na viko vipindi vingine vizuri kama hiki ulichokiona leo vinakuja, tunakuandalia. Vitakuja hapa mahali ambapo utajifunza sana, yaani mahali hapa utapata chakula kizuri, utajifunza, utakuwa kiroho, utaelewa neno la Mungu vizuri mwenyewe, utakuwa shahidi kabisa wa matendo makubwa ya Mungu ambayo anatusaidia kuyafahamu na kuyajua kupitia vipindi vya chaneli hii. Hasa katika kipindi kijacho tutaongelea uhasama wake na Elia ulikuwaje kuwaje, mgogoro wake, lakini tutaelezea matendo aliyomfanya huyu mwanamke. Mungu akasema sasa enough is enough, inatosha. Akaweka laana mbaya sana kwamba atakapouliwa huyu mwanamke, hata kaburini ataliwa kwanza na mbwa. Ataliwa na mbwa. Ilikuwa laana mbaya sana. Tutaenda kuangalia hayo yote, lakini tukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 20, Yesu anasema hivi, analiambia kanisa kwamba mumemlizia yule mwanamke aitwaye Yezebeli, anayejifanya kuwa nabii lakini sio nabii, naye anawafundisha watu wangu na wanazini. Yesu anaongea kwamba Yezebeli yupo ndani ya kanisa, anawafundisha watu wazini. Anajifanya kuwa nabii, anawafundisha watu kuabudu ibada za sanamu. Sasa je, huyo Yezebeli inakuwaje tena anakuwepo kwenye Agano Jipya wakati tunamwona alifia katika Agano la Kale kwa ile laana ya Elia? Haya yote tutayaangalia. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza mahali hapo, ndugu yangu, na kuomba kwa unyenyekevu kabisa usikose kipindi kijacho. Na kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, rafiki yangu, basi usiache kutusapoti kwa mchango wako na sadaka yako. Huduma hii inawafikia watu wengi na inawabadilisha watu wengi sana. Wewe ukikaa mahali nzuri utashangaa tu uwezo wako wa kumjua Mungu, wa kulijua neno la Mungu unazidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tumekuwa tukipata shuhuda za watu kutoka sehemu mbalimbali duniani, sehemu mbalimbali katika nchi hii, wanabarikiwa sana. Kwa hiyo tunaomba uwe sehemu ya huduma hii, ili baraka hizi ambazo Mungu anaziachilia kupitia huduma hii zisiwe mbali na wewe pia ukawe mmoja wapo. Tutajitoa katika kuhakikisha maarifa haya ya neno la Mungu ambayo wakati fulani inaweza ikawa ni adimu kidogo, lakini watu watayapata kwa wepesi kabisa kabisa kabisa. Hili ni kanisa la siku za mwisho, na lazima tusimame kufundisha kweli ya Mungu kama ilivyo, ili watu wapate kupata fundisho, wapate kuelewa tumetoka wapi, tunaenda wapi. Kama hujasubscribe, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi,
na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Mungu akubariki mpaka wakati ujao.